mkono na ongeza na mkono wa pili. Makofi ya juu. Sijaona watu waliobarikiwa na mkutano. Kama unabarikiwa na mkutano sema amen. Unajua kigeregere kipige kwa Yesu wetu. Shike mkono jirani yako, mwambie mkutano usio wa kukosa. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Mkutano huu sio. Asante Yesu. Ili wingu la kuimba hivi nishindwe.
bado hatujaimba ule wimbo ambao niliimba nikiwa niko tumboni mwa mama yangu. Huo wimbo ni wa ajabu. Nimeimba niko tumboni mwa mama, na mbembeleza mama yangu asitoe mimba yangu. Haleluya, haleluya. Hii mama zetu nyinyi, Mungu awabariki sana. Ule wimbo naimba, safari yangu ndefu kuja duniani imeanza tumboni mwako mama, mama yangu. Nimeunganishwa na wewe, nakula ninakunywa kwa njia ya kitovu chako mama, mama yangu. Sijui ni nini nilichokosea, nashangaa nachukiwa hata kabla sijazaliwa. Niko tumboni mwa mama yangu, bado macho nimefumba, mdomo sijaufungua, sijawahi kutukana mtu, sijamnunia, bado sijazaliwa. Nashangaa najadiliwa, wanataka nife tumboni mwako mama, mama yangu. Kama unabarikiwa pigia Yesu makofi. Chorus namfuata, namwambia mama, mama yangu nisikie, hey nisikie, niko tumboni mwako naimba. Mama yangu nisikie, hey nisikie, niko tumboni mwako naimba. Na kuomba usiniue nikiwa tumboni mwako, acha nizaliwe mama yangu. Wangapi wamefurahi nimezaliwa jamani? Mama, roho yangu iko mikononi mwako, nikiwa tumboni wote wamenikataa, umebaki wewe ndo hakimu wa mwisho juu ya roho yangu. Oh mama, mama, si mara nyingi anabakiaga mama, sio? Yeye ndo akiamua utoke unatoka, kama amegoma anagoma. Sema amen. Mwambie jirani yako wa kesho huo. Huo wa kesho. Sasa hivi ni saa ngapi mtumishi wa Mungu? Saa 12:30. Watumishi wa Mungu, tunarudia tena. Tulikuwa tumefunga kwa ajili ya maombi na maombezi, lakini imempendeza Mungu siku ya leo. Mungu ametupa mvua na muda wetu hauruhusu sisi kufanya maombi na maombezi. Sema amen. Tunaweza tukafanya, lakini tusimhudumie mtu vizuri. Unajua lazima tumuandae mtu kwa neno. Kama unanielewa punga kidogo mkono. Lazima mtu tumuandae kwa neno, alafu tukipata neno kwa ufupi ndio tuingie kwenye maombi. Sasa hivi tukianza tuseme tuzungumze neno, tutaongea haraka, mtu atajaelewa, tutafanya huduma. Hatutaki tulipue, tunataka tukuombee kwa utulivu. Wale watumishi, ile timu yote imejiandaa pale kwa ajili yako. Mpigie Yesu wetu makofi. Kwa ninaomba wewe jisikie tu baraka na amani. Jisikie baraka na amani, lakini usiwe kama na amani yule mwenye ukoma. Yeye alikuwa mbishi. Na amani mwenye ukoma alipofika kwa mtumishi wa Mungu Elia alipomwambia, Bwana Yesu asifiwe. Elia alipomwambia nenda ukaoge Yordani mara 7, yeye alitaka kuondoka, akasema mbona nyumbani kuna mito mingi na hivi na hivi. Lakini wajumbe, watu washauri wenye hekima wakamshauri, wakasema, mfalme, msikilize mtumishi wa Mungu, msikilize mtumishi wa Mungu, nenda ukaoge.
Na alipoenda kuoga mara ya kwanza ukoma haukutoka. Hii ina maana ni leo. Inawezekana kesho ndio itakuwa mara ya pili yako. Ye mwenzako aliambiwa aoge mara 7, lakini wewe utaoga mara 2. Leo umeoga na kesho ukoma utakwisha katika jina la Yesu. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Utakuwa na amani, lakini hatutakuacha hivi hivi. Lazima tukukabidhi mikononi mwa Bwana. Naomba usimame pale ulipo. Pamoja na kwamba ni kesho, sogelea madhabahu ya Bwana. Sogelea madhabahu ya Bwana. Sogelea. Mnakumbuka tulipaombea hapa. Mnakumbuka tulipaombea hapa. Mnakumbuka tulipaombea hapa. Tusogelee wote, naomba tusogee. Naomba tusogee kwa pole pole, watoto wazuri. Pole pole. Roho yangu naye. Ukifika hapa, inamisha kichwa chako, funika macho yako. Ulivyo roho yangu jinsi wewe kama tutashusha kidogo, volume ya kinanda iko juu sana. Tutashusha ili sauti pia zisikike vizuri. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa na nguvu za shetani waitikiaji. Naitikia kwa sauti ya chini kidogo. Nguvu za shetani zimeshinda. Una nguvu za shetani zimeshinda. Asifiwe Mwokozi. Katika kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa 14 tutasoma kesho. Marko 16 kuanzia mstari wa 14. Yesu akiwa amebakiwa na wanafunzi 11. Huu ni wakati Yesu anajiandaa kupaa kwenda mbinguni. Marko 16 kuanzia mstari wa 14. Yesu yuko na wanafunzi 11. Yuda ameshajinyonga. Kuna maneno mazuri sana pale. Biblia inasema baadaye akaonekana akiwa na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Anaendelea anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Anaendelea anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na hata wakinywa vitu vya kufisha havitawazuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa,
nao watapata afya. Mpigie Yesu makofi. Sio maneno yangu. Ninashukuru kwamba nimeenda na mistari vizuri. Utaenda kusoma uhakikishe nilichosema. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Tunataka kuomba kwa ajili ya kukukabidhi tu mikononi mwa Bwana. Lakini kesho njoo tena na hilo jambo ambalo ulikuwa umelileta kwa Bwana. Sema amen. Amen. Usichoke. Tumekuja na Bwana amemtuma mtumishi wa Mungu Sala, askofu wetu. Amegharamia, hakuangalia faida atakayopata. Ametumwa na Bwana. Inawezekana ametumwa kwa ajili ya mama huyu ambaye mgongo wake unamtesa, unamnyima usingizi. Wachawi wamemwonea wivu, wameona uzee wake uwe wa mateso. Mateso hayo Bwana atayaondoa. Usiogope mama, katika jina la Yesu. Inawezekana yupo katikati yetu mama ambaye au binti au dada ambaye alifunga ndoa nzuri, watu roho ikawauma, amefunga harusi kubwa, tuone kama atazaa, tuone kama atazaa, tuone kama atazaa. Wakafanya uchawi, wakaulizia njia unayopita, wanajua walichofanya. Eza walichukua udongo, eza waliweka kitu kwenye chakula au kwenye kinywaji. Bwana atakiharibu. Usiwe na wasiwasi. Na kama wako wanaoishi kwenye tumbo lako wana masikio, wanasikia, wanaitwa mashetani, wanaitwa mapepo, tutatuma moto, utapenya katika uzazi wako, utawasambaratisha na hakutabakia kijumba chochote ambacho kitabaki katika tumbo hili. Utapata watoto wa kike na wa kiume, kwa kuwa pia umeombewa kwenye mkutano ambao mwimbaji ambaye ana neema na sio mmoja, wako zaidi ya mmoja. Ninaamini katika watoto watakaozaliwa kwako mwimbaji naye atakuwepo katika jina la Yesu. Tutaomba na biashara, tutaomba na biashara, tutaombea ndoa, tutaombea nyuta, muonekano ambao umepotezwa, umeibiwa. Maandiko yanasema mamajusi wa mashariki waliona nyota ya Yesu akiwa tu amezaliwa, bado ni kachanga. Kuna watu wanaonaga, yani mtoto amezaliwa leo, wanajua atakuwa mtu wa aina hii, wanaanza kupambana. Ndio unakuta kuna kitoto kinaugua toka kitoto. Tutawaombea watoto hawa ambao nyota zao zimewaponza, wanashambuliwa. Itakuwa mwisho. Ninaomba usikose kesho katika jina la Yesu. Mkutano sema amen. Baada ya kusema hayo, inua mikono yako, inamisha kichwa chako. Bwana Yesu, katika mikono hii mingi, inawezekana wako watu ambao leo walijiandaa kukupokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wakati sisi wote tumeinamisha vichwa vyetu, zungumza nao, wasirudi bila kukupokea Yesu, wasirudi bila kuongozwa sala ya toba. Yawezekana leo usiku ukawa unyakuo wako, wakachelewa. Hatupendi tuwaache waende bila kuongozwa sala ya toba. Basi kwa sababu wapo, ninaamini shetani hata wazuia katika jina lako. Ninaomba wengine tuendelee kufunika macho yetu, tushushe mikono. Weka mikono yako kifuani wakati ninaomba na hawa ambao wamekuja wakisema, mtumishi wa Mungu, mimi nilikuja leo, nilikuwa nimejipanga kutubu, kuunganishwa na damu ya msalaba. Mungu anisamehe, Mungu afute jina langu kwenye jehanamu, aandike jina langu mbinguni. Mimi nataka watu hawa tuombe nao. Kama upo basi nyosha mkono wako, nami ninataka niombe na wewe. Nyosha vizuri kama upo. Asante. Upo, nyosha vizuri, usiogope mwanadamu, maana mwanadamu hawezi kukulinda na mashetani. Mwanadamu, nitataka tu sauti yako hapo ulipo, ila nyosha mikono vizuri, ili hata kama yes, mwaibishe shetani. Nyosha vizuri, alafu hapo utafuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninajua sauti za watoto zitasikika sana kwa sababu wako karibu na microphone. Sasa watoto nyie mnyamaze, ila nyosha mikono, msitikie, sawa?
Naomba watu wazima wale ambao mpo huko, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe. Naamini nimeokoka, naamini nimeokoka katika jina la Yesu, amen. Pigie Yesu wetu makofi. Mungu akubariki sana. Kuna baadhi naweza nikawashika mkono, wale mliokuwa mmenyosha kwa ajili ya kuongozwa sala ya toba, barikiwe sana. Watatu subiri, barikiwe sana. Amen, amen, amen. Barikiwe sana. Wengine mlikuwa sogea tu, njoo. Amen. Mungu akubariki sana. Simama tu hapo, barikiwe sana. Amen, amen. Furaha mwenye dhambi mmoja akitubu. Furaha, msimamie hapa, watumishi wa Mungu watapenda wapate jina lako. Furaha mwenye dhambi mmoja. Simamia hapa, watumishi wa Mungu watachukua jina lako. Na siku moja tutapaa kwenda naye. Wakati hao wanasimama hapa, ninaomba inua mikono yako sasa, tukukabidhi mikononi mwa Bwana. Barikiwe sana binti yangu. Amen, amen, amen. Nyosha mkono wako. Amen mama. Amen. Tunakukabidhi mikononi mwa Bwana. Funika macho yako, tuombe. Bwana Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, watu wako hawa wamenyosha mikono, ishara ya kwamba wanaamini bila wewe maisha yao sio salama. Wameinua mikono yao, ishara ya kuamini kwamba bila wewe uchawi kwao una nguvu, lakini ukiwepo wewe uchawi hauna nguvu, mashetani hayana nguvu, mizimu haina nguvu. Kwa jina lako waende wakiwa salama, malaika zako waende wakiwa wamewazingira mama huyu ambaye amekuwa akiota njozi za mateso. Bwana mlinde binti huyu, mama huyu, kijana huyu, yeyote anayeondoka katika viwanja hivi aondoke na uwepo wako mpaka tutakaporudi kesho. Mungu liye hai, uwe umempigania. Ninakataa uchawi, ninaangusha ngome za kuzimu ambazo zimekuwa zikishambulia familia yake. Leo Bwana Yesu Kristo liye hai akalale usingizi ambao ni usingizi wa mtoto mchanga, usingizi usio na shida, kwa jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Moto wako uwe juu yake. Uchawi hauna nguvu. Uchawi wote utakaosogea kwake, mchawi yoyote atakayesogelea nyumba yake, Bwana akutane na moto wa ajabu, akutane na moto usio wa kawaida. Pepo jini asiwe na nguvu ya kumgusa yeyote, kwa jina la Yesu Kristo. Mpaka kesho tutakapokutana katika viwanja hivi, weka roho ya kutangaza mkutano kwa kila mmoja, ili kila mmoja alete mtu kesho, katika jina la Yesu, amen. Changilie Yesu kwa makofi. Mungu akubariki sana. Mama yetu, utakuwa na neno lolote la kuzungumza au askofu wetu? Amen. Askofu wetu hapo, karibu sana, karibu sana. Na wapenda katika jina la Yesu. Ningependa wote niwashike mkono, lakini nenda na nafikiri askofu atakuwa na neno kabla sijakuruhusu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kesho usiache kuja, maana kesho mvua haitanyesha. Kwa hiyo hakikisha umemchukua jirani yako, rafiki yako, na kesho tutaanza mapema sana, maana mvua haitanyesha. Kwa hiyo hakikisha umekuja mapema, na Mungu akubariki. Unapoelekea nyumbani, neema ya Mungu ikufunike. Gari utakalopanda liwe na amani, hata kama unatembea kwa miguu, neema ya Mungu na ikufunike. Praise. Naomba mtusindikize tunapokuwa tunaagana. Asante.